Karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi katika mitandao ya kijamii, hasa katika nyanja ya kisiasa humu nchini Tanzania. Jeshi la polisi la mjibu Kapteni Tesha haraka siku ya leo na kutuma onyo kali kwa raia wote wa Tanzania kwa ujumla. Onyo hili lilitumwa kupitia barua ya kiserikali kutoka jeshi la polisi la Tanzania siku mbili tu baada ya anayedai kuwa kapteni wa jeshi la JWTZ la Tanzania anayefahamika kama Kapteni Tesha kuzua taharuki na hofu nchini kulazimu jeshi la polisi sasa hivi na kutuma onyo hili. Kabla niweze kukuonyesha huku kusomea chanzo cha taarifa hizi pamoja na onyo hili la jeshi la polisi na barua yao, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa upana zaidi. Jeshi la polisi nchini limetoa onyo kali kwa umma likitaka kukomeshwa mara moja kwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kwa kueneza taarifa za uongo, upotoshaji na ambazo hazijathibitishwa. Hii ni baada ya Kapteni Tesha kuweza kuzua taharuki. Tangazo hili hata hivyo limekuja kufuatia tukio la hivi karibuni siku mbili zilizopita lililomhusisha askari anayedai kuwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ aliyetajwa kwa jina la Kapteni Tesha, ambalo jina hili limeibua wimbi la uvumi, taharuki, upotoshaji pamoja na maudhui makali mtandaoni. Kulingana na maafisa wa polisi nchini Tanzania, mitandao hii ya kijamii inasalia kuwa chombo muhimu cha mawasiliano na upashanaji habari, lakini inapotumiwa vibaya kuzua taharuki kama inavyoonekana katika kesi hii ama tukio hili la Kapteni Tesha, inaweza kuwa chanzo cha mkanganyiko, hofu na ukosefu wa usalama wa taifa kwa urahisi, hata kujaribu kuzua machafuko. Mamlaka imeeleza kuwa tukio linalomhusu Kapteni Tesha limepotoshwa sana mtandaoni, huku video na picha nyingi zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, nyingi zikiwa ni za kubuni au kutolewa nje ya muktadha. Nyenzo hizi za uongo, polisi walibaini, zimechangia wasiwasi usio wa lazima wa umma na kuwapotosha raia wa Tanzania juu ya ukweli wa hali iliyoko. Katika kurejelea onyo lao, polisi walisisitiza kuwa watu watakapopatikana na hatia za kueneza uongo au kuweza kuchochea machafuko au kuchezea taarifa nyeti watakabiliwa na madhara makubwa. Mtazamaji, katika barua hiyo yao walioisambaza kupitia mitandao yao ya kijamii nchini, polisi Tanzania walituma barua kama unavyotazama kwenye screen yako. Nikisoma aya mbili za kwanza, barua hiyo ilisema: kupitia mtandao ya kijamii tumeshuhudia tabia za baadhi ya watu ya kuitumia vibaya mitandao hiyo kwa kutengeneza, kuandika na kusambaza maandishi na picha mjongeo za kuhamasisha Watanzania au watu kufanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume na maadili, utamaduni wa Mtanzania na kinyume na sheria za nchi. Vitendo hivyo vya kihalifu vinavyosukumwa na dhamira ovu pamoja na kwamba ni kinyume cha sheria za nchi vimekuwa vikisababisha hofu na taharuki kwa wananchi wema walio wengi kuliko wao bila sababu zozote za msingi. Mtazamaji, onyo hili linalofungamana kwa karibu na swala la Kapteni Tesha mpaka kupelekea jeshi la polisi kuandika barua hiyo linaonyesha wasiwasi unaoongezeka juu ya utumiaji silaha ya mitandao ya kijamii nchini Tanzania na uwezekano wake wa kuvuruga amani na utulivu. Baada ya barua hiyo, msemaji huyo wa polisi alihutubia taifa kwa utulivu lakini dhamira thabiti, akiwataka raia kujizuia na kuwa na subira wakati uchunguzi rasmi wa kesi ya Kapteni Tesha ukiendelea. Msemaji huyo aliweka wazi kuwa usambazaji wa madai ambayo hayajathibitishwa sio tu kwamba unadhoofisha juhudi za utekelezaji wa sheria, lakini pia unatishia utulivu wa kijamii wa nchi. Wakirejelea wimbi linaloendelea la upotoshaji unaohusishwa na tukio la Kapteni Tesha, polisi walikariri kuwa Watanzania lazima watofautishe kati ya taarifa za kuaminika zilizothibitishwa kutoka kwa taasisi rasmi na mafuriko ya machapisho ya kubahatisha yanayosambazwa mitandaoni ya Kapteni Tesha. Wananchi walisema wana wajibu wa kusubiri habari za kuaminika badala ya kujihusisha na uvumi mitandaoni. Kuhusiana na mijadala iliyoenea inayomzunguka Kapteni Tesha, viongozi wa polisi walisisitiza kwamba mitandao ya kijamii imekuwa upanga wenye makali kuwili, uwezo wa kuwawezesha na kuwahatarisha umma. Ingawa imebadilisha mawasiliano na kuruhusu wananchi kushiriki katika mijadala ya kitaifa, matumizi mabaya ya majukwaa haya kwa kueneza simulizi za uongo yanatishia moja kwa moja amani ya umma. Taarifa hiyo ya polisi ilionyesha wazi kwamba taarifa potofu za kimakusudi kuhusu kesi
ya Kapteni Tesha sio tu ukiukaji wa maadili ya kidijitali, bali ni kitendo ambacho kinaweza kuhatarisha uadilifu wa taasisi za usalama wa taifa. Vitendo hivyo walisisitiza havitavumiliwa kabisa na serikali. Wakisisitiza onyo hilo, polisi ama maafisa wa usalama waliwakumbusha Watanzania kwamba nafasi za kidijitali hazijaachwa kwenye sheria. Kuenea kwa habari za uongo kuhusiana na Kapteni Tesha kudai ya kwamba ni miongoni mwa jeshi la Tanzania, taarifa za kashfa na shutuma za uongo kuhusiana na Kapteni Tesha, hasa katika kesi nyeti kama ile ya Kapteni Tesha na JWTZ, hukiuka sheria ya uhalifu wa mtandaoni na mifumo mingine ya kisheria inayohusika. Polisi walisema kuwa washukiwa kadhaa tayari wametambuliwa na kuzuiliwa kwa kusambaza nyenzo za tosha zilizounganishwa na uchunguzi unaoendelea. Maendeleo haya yanadhihirisha uzito ambao serikali inaitazama hali hiyo, huku mzozo wa Kapteni Tesha ukiendelea kufichwa changamoto za kusimamia ukweli na uwajibikaji katika enzi ya kidijitali. Msemaji huyo wa polisi pia alitoa wito kwa dhamiri ya maadili ya Watanzania, akiwataka kuwa wazalendo na kuwajibika wanaposhiriki mitandaoni. Alisisitiza kuwa ingawa teknolojia imefungua nafasi mpya za mazungumzo, haipaswi kamwe kutumiwa kuwapotosha ukweli ama kupotosha ukweli au kuvuruga umoja wa kitaifa. Wakirejelea wazi taarifa potofu zinazohusishwa na Kapteni Tesha, polisi walibaini kuwa uzalendo leo unamaanisha kutumia mitandao ya kijamii kujenga na sio kutuma vitisho na kuzua machafuko au kuvunja sheria. Wananchi walisisitizwa ni lazima wajione kama walinzi wa amani, kuhakikisha kwa uhuru wa kujieleza kidijitali unasawazisha na nidhamu au uadilifu wa ukweli. Tukio linalomzunguka Kapteni Tesha kwa njia nyingi limekuwa somo la jinsi habari potofu zinavyoweza kuenea kwa haraka na jinsi athari zake zinavyoweza kuwa hatari. Polisi wa Tanzania walikariri kwamba hata picha moja ya kudanganywa au ujumbe potofu unaweza kuzua msururu wa hofu na uvumi na taharuki, kwa mfano hii ya Kapteni Tesha, na hivyo kuondoa imani ya umma kwa taasisi. Walionya kuwa wanaotoa taarifa za uongo kuhusiana na masuala muhimu ambayo huenda yakazua machafuko kwa kujua kuhusiana na swala la Kapteni Tesha sio tu wanakiuka sheria bali pia wanasaliti tunu za taifa za uaminifu na mshikamano. Katika nyakati kama hizi, msemaji huyo wa polisi alisema ni lazima kila Mtanzania ajiulize iwapo matendo yao ya mtandaoni yanachangia amani au machafuko. Katika sehemu ya kina ya taarifa hiyo, maafisa wa polisi walieleza kuwa ufuatiliaji unaoendelea wa shughuli za mtandaoni umefichua majaribio yaliyoratibiwa ya kudanganya na pia kuweza kusababisha kuzua taharuki au hofu kuhusu hali ya Kapteni Tesha. Juhudi hizi, walisema, zinachunguzwa kwa makini na vyombo vya sheria vimejipanga kikamilifu kufuatilia, kubaini na kuwafungulia mashtaka waliohusika. Polisi waliwahimiza raia kuripoti akaunti au machapisho kuhusiana na taarifa hizi ambazo zinazua taharuki, wakisisitiza kwamba ushirikiano wa jamii ni muhimu katika kudumisha usalama wa kidijitali. Kesi ya Kapteni Tesha, kwa mujibu wa polisi, imeweka wazi kuwa kulinda ukweli sasa ni jukumu la pamoja linaloshirikiwa kati ya mashirika ya serikali na wananchi. Wakati mijadala ya hadhara ikiendelea, polisi wametaka kubadilishwa kwa jinsi Watanzania wanavyochukulia mawasiliano kwenye mitandao ya kijamii.